Fungua mlango Mai. Ilikuwa ni sauti ya ukali kutoka kwa kijana Orhan alionekana kughadhibishwa na mtu. Mishipa ya kichwa chake ilikakamaka na kwamba angeweza kumeza mtu kama nafasi ingepatikana. Ni katika jengo dogo sana ambalo ndani yake kulikuwa na vyumba viwili tu. Mlangoni kwa upande wa ndani kulikuwa na mwanamke ambaye amesimama huku akilia kwa maumivu makali sana na kung'ang'ania mlango kwa nguvu, ishara ya kwamba hayupo tayari kabisa kumfungulia mlango mtu anayegonga nje. Mai, fungua mlango la sivyo nitauvunja, na sitaki kufanya hivyo. Kijana Orhan alifoka kwa mtetemo wa hasira akitaka mwanamke huyo afungue, la sivyo angeuvunja mlango. Mwanamke ndani alikuwa akilia kwa maumivu makali moyoni mwake. Huku taratibu alishuka mpaka chini akiwa amevalia gauni lake jekundu la kubana na refu sana na lina mpasuo mrefu pia. Mpasuo ambao uligota mapajani mwake na kuacha paja moja kuonekana. Mwanadada huyo aliyezifunga nywele zake kisogoni alilaza kichwa chake kwenye magoti yake na kuanza kulalamika. Tafadhali Orhan, ondoka hapa. Ondoka tu. Fanya kama hukuwahi kuniona kabisa. Kubali kushindwa. Kubali ya kuwa kwamba hatukuwahi kuonana mimi na wewe. Nitaishi kwa furaha iwapo utakubali kuniacha niende zangu. Mwanamke alilalamika kutokea ndani, lakini mwanaume huyo hakuonyesha kukubaliana naye kabisa. Labda niwe maiti lakini siwezi kukuacha kamwe. Siwezi kuacha ukawa na mtu mwingine Mai, siwezi kufanya huo ujinga. Alilalama mwanaume huyo na hasira ikazidi kupamba moto kichwani mwake. Angewezaje kumwacha mwanamke mrembo na anayempenda kama Mai, wakati anatambua kabisa Mai hawezi kuwa na furaha bila uwepo wake maishani? Orhan, ondoka. La sivyo nitabaki humu ndani bila ya kutoka. Sitafungua mlango. Naomba uondoke kabla halijakukuta jambo. Mai alizungumza kwa kujilazimisha asionyeshe sauti ya unyonge, ila alikuwa akilia sana. Orhan alikuwa kavaa mavazi ya kawaida sana kiali. Yanaonekana kama kijana asiye na hadhi kama ya Mai. Hakuwa tayari kumwachia mwanamke huyo nafasi ya kulia. Alianza kupambana na mlango walau amuone tu. Orhan, usifanye hivi tafadhali. Naomba uondoke hapa. Ondoka kwa sababu kaka ametuma watu wake kila sehemu. Ondoka jamani. Mai aliongea akiwa anaomba hata ardhi ipasuke azame ndani yake. Asikubali kabisa kuonana na Orhan. Mai, nitaondoka na wewe hata iweje. Wewe ni wangu. Kwa kuwa nipo hai, wewe ni wangu tu. Alizidi kuvunja mlango. Orhan, utakufa. Ondoka tafadhali. Alizidi kumuomba lakini huyo mwanaume hakuelewa na ilionekana kwamba yupo tayari kabisa kupoteza maisha yake kuliko kumkosa huyo mwanamke. Akiwa bize pale na zoezi la kuvunja mlango wa kijumba hicho ndani ya msitu, hatimaye alifanikiwa kuvunja mlango ambao nzito. Baada ya kufanikiwa kuvunja, Maya alijiweka pembeni ili mlango ulivunjwa usimwangukie. Wakati huo alizifunga nywele zake nyuma ya kisogo na kujifunika uso wake kwa nywele. Unafanya nini hapa? Nimekukataza sana usije humu ndani, nimekuzuia sana Orhan. Kwa nini umekuja? Umejiingiza matatizoni. Alifoka Mai huku akivuruga vitu vyote vilivyokuwa karibu yake. Orhan ambaye alikuwa na hamnai sana alimsogelea kwa lazima na kutaka kumgusa, lakini Mai hakutaka kitu hicho kitendeke kabisa. Orhan aliendelea kulazimisha. Hatimaye alimkamata mwanamke ambaye alikuwa kavurugwa akamkumbatia kwa lazima. Mai baada ya kukumbatiana na Orhan hakutaka kuinua kichwa chake kwa sababu alikuwa na hofu dhidi ya maisha ya Orhan wake. Mai, usijali. Sitakuacha hapa. Sitawapa nafasi hao wabaya. Alizungumza Orhan akiwa akamkumbatia kwa nguvu na kwa dhati sana. Maneno yake yakipenya vyema sana kwenye ngome ya masikio ya Mai ambaye alibaki akilia tu. Alifurahishwa na maneno hayo lakini bado aliyaona hayana nguvu katika pendo lao. Orhan alimrejesha mbele yake kidogo baada ya kumtoa kwenye kumbato. Alimwangalia vyema ambavyo alikuwa amelegea na nywele zake amezivuruga sana. Alijitahidi kuzirudisha nyuma ili aone urembo wa mwanamke huyo. Mai hakuwa radhi hata kidogo Orhan aione sura yake. Orhan alihisi huenda ni hasira tu Mai anayo ndo maana hataki. Kwa hivyo kwa lazima alizipandisha zile nywele za Mai na kuzirejesha nyuma.
Mai alipiga kelele. Hapana mpenzi, utakufa, huu ni mtego. Alizungumza Mai ambaye haraka alizishusha nywele zake hizo, akafunika paji lake na uso kwa mara nyingine tena. Orhan alicheka sana, hatimaye naye akazungumza. Mimi kwa sasa naona kabisa Gabu amevuka mipaka yake. Alizungumza na kumshika vema Mai, kisha akafungua paji la uso wake mzuri wenye kupendeza na kumeremeta. Alianza kupapasa uso kwa mguso wa kipekee. Alifikisha mkono wake mpaka kwenye paji la uso mzuri sana wa Mai. Mai wakati alibaki kulia akiwa hana cha kufanya kwa sababu aliwekewa chip ndogo sana kwenye paji la uso wake. Kilichomchekesha kwa maudhi makubwa sana Orhan ni namna gani watu hao walikosa huruma kwa mwanamke huyo mdogo mwenye umri wa miaka 21 tu na kuitoboa sura yake na kumpandikiza kifaa cha kipuuzi kama hicho. Kiukweli aliumia sana. Aliumia zaidi baada ya kuiona sura nzuri ya Mai iliyoteka moyo wake ikitokwa na machozi. Mai alijikuta akidondosha chozi pia kwa sababu ile chipu ilikuwa ni kwa sababu ya kumpata yeye. Na kwa sasa inaonekana wazi kabisa watamkamata kwa sababu tayari wamemwona kupitia sura ya Mai. Tafadhali Orhan, ondoka hapa. Nakuomba mpenzi wangu, ondoka. Nakupenda sana. Unajua hilo. Sitaki likukute jambo. Unafahamu furaha yangu kubwa maishani ni ipi? Ni kukuona wewe ukiwa hai mwenye afya mpenzi wangu. Naomba uende. Alizungumza Mai akibembeleza sana. Akimbembeleza Orhan ambaye hakutaka hilo kwa sababu hata yeye furaha yake ni kuwa pamoja na Mai na awe na furaha na sio huzuni. Uhai wake hautakuwa na maana iwapo ataruhusu Mai aishi maisha ya taabu. Hata iweje Mai, sitafanya hivyo, alijibu Orhan na kuzifunga nyuma nywele za Mai. Mai alibaki kumshangaa tu. Ina maana alirukwa na akili? Hiyo ilidhihirisha kabisa mbele ya maadui zake. Baada ya kuzifunga nyuma ya kisogo nywele za Mai, taratibu Orhan aliweza kumbusu Mai. Mai alikuwa na machozi mengi sana, lakini kwa busu hili la Orhan alikaa kimya. Wakati wao walipoendelea kufanya mambo yao pale, kikosi cha wanaume kadhaa wasioeleweka ambao walivaa mavazi ya mashaka na wenye sura mbaya kilifika. Na nyuma yao kulikuwa na gari mbili za kifahari. Walisikia sauti za gari zikiwasili, lakini haikuwa sababu ya Orhan kuacha kumbusu Mai. Mai alipata hofu, akawa anamzuia Orhan, lakini Orhan hakuwa anajali hata kidogo. Alizidi kumbusu Mai kwa hisia za upendo na uchungu wa kuhofia kumpoteza kwa wakati mmoja. Katika gari iliyotangulia mbele waliteremka wanaume 6 walioshiba na wenye sura mbaya na ngumu sana. Wanaume hao walikuwa wameshikilia marungu mikononi mwao, huku kwenye gari mbili za kifahari waliteremka vijana wawili wazuri, wasafi na walioonekana kuwa na rika moja, rika sawa na Orhan. Walijongea mpaka ndani, ambapo mmoja wao alikuwa kavaa suruali nyeusi ya suti na shati la kahawia lililopigwa pasi kutokana na mikunjo yake mizuri. Alipatwa na hasira isiyopimika. Kwa kweli yeye alikuwa ni mume mtarajiwa wa mwanamke huyu ambaye ni Mai. Na ilikuwa inastajabisha mwanamke huyu anakubali kupigwa busu na mwanaume mwingine tena mbele ya macho yake. Hasira yake iliatupia macho yake kwa vijana 6 mashababu waliokuwa wameshikilia marungu. Wote 6 walimfuata Orhan na kuanza kumpiga mgongoni, lakini hakujali hayo maumivu kamwe. Kwa uoga huo, Mai alijitoa kwake kwa nguvu na haraka akamsukuma Orhan na kukaa mbele ya wanaume hao. Mnafanya nini? Mnataka kumua? Sitaruhusu mfanye kitu kama hicho. Alizungumza kana kwamba aliweza hata kufanya chochote. Orhan aliyekuwa nyuma yake aliinua macho yake mekundu yenye hasira na kumwangalia kijana ambaye alikuwa kavalia vizuri. Alifahamika kwa jina la Charles. Charles aliwaamuru kwa mara ya pili Orhan apigwe. Hakutamani hata kumuona akimsogelea Mai. Orhan hakuweza kuruhusu upuuzi. Alimsogelea Mai haraka sana, akamshika kabla hajafikiwa na Charles. Mwanaume alisimama kando yao aliyekuwa kavaa suti ya brown alifahamika kwa jina la Gabu. Alikuwa akivuta sigara polepole. Huyo alikuwa ni kaka wa Mai. Na ndio alikuwa akafanya maisha ya Mai kuhusu mapenzi kuwa juu chini. Alikuwa akiutazama mchezo uliokuwa ukimvutia sana. Utakufa ukishindwa kuwa muelewa, Mai njoo kwangu haraka.
Alizungumza Charles kwa amri, lakini Mai hakuonyesha dalili zozote za kusogea hata unyayo. Kweli mwanaume huyo alionekana tajiri, mwenye pesa na mvuto wa hali ya juu, lakini asingekuwa na sababu ya kumpenda kwa sababu hakumfikia urani wake hata kwa chembe ya utanashati aliokuwa nao. Licha ya utanashati, bado alikuwa akimpenda kuliko chochote kile maishani mwake. Utaweza kummiliki Mai nikiwa hai Charles. She is my woman since then and always, alijibu Oran kwa kujiamini sana. Wanaume kadhaa walishika magongo ya miti, walianza kumshushia kichapo cha mbwa koko. Oran ambaye alikuwa akikwepa na hakuwa tayari kumwachia Mai. Mai angefanya nini sasa zaidi ya kumilia Oran wake? Chumba kidogo kiligeuka kuwa uwanja wa vita. Ni kweli kwamba Oran alipambana kujisaidia asipigwe, lakini mwishowe aliishia kugaragazwa chini na alihisi maumivu makali mbele ya Mai ambaye alibaki akiomba wasimuue mpenzi wake. Hawakumsikia kwanza kwa sababu Charles alimfuata hapo chini, ambapo alikuwa akigaragara, akampindua, alafu akamkanyaga kwenye maeneo yake ya uhai huko kwa mzee Oran mdogo. Oran alipiga kelele kwa maumivu makali sana. Mishipa ya shingo ilikakamaa sana. Mai aliogopa sana kuona ukatili wa mwanaume huyo Charles ambaye kaka yake Gabu alimchagulia. Tafadhali acheni, aliongea kwa msisitizo huku akipiga magoti mbele ya mwili wa Oran ambao ulikosa matumaini, lakini bado akitabasamu baada ya kuona uzuri wa Mai. Usijali mpenzi, sitakufa, aliongea kiema kwa nguvu sana. Kabla hujanifanya niitwe baba, niwe na familia, sitakufa mpenzi wangu, nina maisha marefu sana, alijibu kwa jeuri na kicheko Oran huku akimtazama Charles ambaye alikasirika na kumkanyaga tena kwenye maeneo yake. Hautapata huyo mtoto sasa. Kama huo ndo ujinga unaouota, wakati huo utakufa na nitamfanya Mai awe wangu, atanizalia mimi wewe mbwa. Alikuwa akifoka Charles na kumpiga mateke makubwa kwenye maeneo mbalimbali ya mwili wake. Mai hakuweza kuvumilia kabisa. Haraka alijitupia kwenye mwili mchafu wa Oran. Kama ni kupigwa ama kufanywa ubaya, wafanya na kwake pia. Pisha hapa Mai, alifoka Gabu na kumtoa Mai ambaye aliungangania mwili wa Oran. Kwa nini umwadhibu kiasi hiki? Ni kwamba amechanganyikiwa Charles, ni kwamba anaogopa kunipoteza. Tafadhali nichukueni na umwache akiwa hai na kuahidi kuishi na wewe kwa amani iwapo utampa nafasi ya kuishi, alizungumza Mai bila ya kuacha nafasi kwenye mwili wa Oran uendelee kuadhibiwa vibaya sana. Oran alikuwa karibu kupoteza uhai wake ama fahamu zake kwa kipigo ambacho alikuwa akipewa na Charles, lakini alipata matumaini ya kupigana na nafsi yake baada ya kuona upendo alionao Mai kwake. Ama kwa hakika hadithi yao ya mapenzi ilikuwa ni ya gharama sana kuliko uhai wao. Aliapa katika nafsi yake maadamu yupo hai hawezi kumwacha Mai wake awe na mwanaume mwingine. Mai alikuwa bado akiomba na kubembeleza kwa Charles pamoja na kaka yake Gabu wamwachie Oran asiye na hatia. Haya, mwacheni. Sauti ya Charles ilienea na kufanya kila mmoja atulie isipokuwa Mai ambaye alikuwa bado akaulalia mwili wa Oran. Alafu Charles akarekebisha mkanda wa suruali yake, akazungumza. Unaweza kuinuka na kufuatana na mimi iwapo madai yako ni ya kweli? Alimhoji Mai ambaye alikuwa bado kaungangania mwili wa mpenzi wake Oran. Alimwangalia Oran ambaye alikuwa kwenye hali mbaya. Alihisi kuchanganyikiwa na kukata tamaa kabisa, kwa sababu akihisi kwamba hatomuona tena mwanaume wake huyo mzuri na aliyempenda kwa dhati. Lakini sasa angefanya nini? Hiyo ni kwa ajili ya usalama wa uhai wake. Ni bora asiwahi kukutana naye tena hata hapo baadaye kwa sababu ataumia sana. Akasema ndio, alijibu baada ya kutafakari, kisha akainuka, akamwangalia kwa makini Oran wake ambaye alikuwa akigalagala pale bila kutamanika kutokana na kipondo alichopigwa. Maskini Oran ama kweli alitia huruma katika huu ulimwengu. Oran alikata tamaa kumwona mpenzi wake akimwacha na kuelekea upande mwingine kwa ajili ya kumsaidia yeye. Ghafla Mai akainama karibu yake tena kisha akaongea vizuri. Inabidi uwe hai Oran. Lazima uishi. Hautakiwi kufa hata kwa bahati mbaya. Maisha yako yana thamani kubwa sana kuliko haya mapenzi. Kwa sababu mapenzi yetu
yanakamilishwa na uhai wetu, sipo tayari kukupoteza. Nitapambana kukutunzia halali yako, na wewe pambana urejee ukiwa na nguvu mpya, sawa? Mai alimaliza kuongea na kumbusu kwenye paji la uso wake, huku Charles na Gabu wakijawa na hasira. Hawakujali sana kwa sababu waliamini ndio itakuwa busu la mwisho kwa wawili hao. Oran hakuwa na cha kufanya zaidi ya kumwangalia tu, kwani hata maneno ya kijasiri ambayo kayasikia peke yake baada ya kuambiwa na Mai hakuwa ameyaelewa hata kidogo. Hofu yake kubwa ilikuwa ni kumpoteza mwanamke wake mpendwa. Alishika pindo la nguo ya Mai ambaye alikuwa akiondoka na kuelekea kwa Charles. Mai alihisi kizuizi baada ya kupiga hatua. Hakuwa na cha kufanya zaidi ya kuivuta nguo yake kwa machungu. Hata hivyo alikuwa akimwacha kwenye hali mbaya sana. Taratibu magari yalianza kuondoka katika pori hilo, na kile kijumba kidogo kikisalia na mwanaume mmoja ambaye alikuwa taabani, haijulikani atapona ama atakufa. Hakuwa mwingine zaidi ya Oran, msikilizaji. Moyoni mwake alikuwa akijiapiza tu, mimi na wewe tunapendana sana. Hata nafsi zetu zimeishi kutafutana tu. Kamwe siwezi kukuacha hata kwa bahati mbaya, kwa sababu wewe ni wa kwangu. Maadamu nipo hai, nitakurejesha upande wangu. Basi alizungumza hayo, na hapo ndipo alipoweza kupoteza fahamu. Hatimaye majira yalisogea, na kadiri muda ulivyozidi kwenda ndo namna ambavyo Oran alizidi kufadhaika, kutaabika, ukilinganisha na afya yake kuwa na majeraha makubwa. Hakuna kiungo ambacho kilikuwa na matumaini. Hata moyo wake ulimsaliti kwa kumshauri akati tamaa juu ya Mai, kwa sababu isingekuwa rahisi kwake kuwa naye tena. Lakini aliapa kwamba hawezi isikia nafsi yake labda awe maiti. Majira ya jioni kabisa, katika msitu huo kulikuwa na barabara. Kando kando ya barabara kuna gari moja ya kifahari sana ilipaki pembeni. Aliteremka mwanamama mmoja mtu mzima sana. Kwa umri wake alionekana kama na miaka 40. Kwa kumkadiria alikuwa na kama na miaka 40 hivi. Alikuwa amevaa vizuri sana, huku aliongozana na vijana wawili nadhifu sana ambao walivaa suti za kijivu. Wale vijana walionekana watiifu sana kwa huyo mwanamke. Walimfuata nyuma taratibu. Mmoja alimshikia mwavuli na mwingine alitengeneza njia ambayo huyo mwanamke alitakiwa kupita. Nyuma yao alitokea binti ambaye alivaa suti nyeusi na mkoba pembeni. Alionekana kuwa na uthubutu wa kuuliza swali. Madam, tunaelekea porini kutafuta nini? Alipohoji namna hiyo, mwanamke yule hakuwa na cha kujibu zaidi ya kuzidi kuifuata hiyo njia ya msituni. Na mwisho kabisa alifanikiwa kuona kijumba kimoja kidogo, na kilionekana kuwa kichafu kwa nje tu. Harufu ya damu ilitapakaa katika eneo hilo. Ghafla wote wanne kwa pamoja walipigwa na butwaa baada ya kuona mwili wa mtu akiwa amelala chini akiwa na damu. Aliweza kusikika akipumua kwa taabu sana, kuashiria kwamba alikuwa katika pumzi zake za mwisho kabisa. Yule mwanamama hakuweza kusogea karibu na lile eneo uchafu kama hilo. Kwa hiyo aliwatupia macho vijana wake wawili kwa jeuri pana, huku akitoa ishara ya kwamba aletewe binadamu huyo aliyelazwa chini mara moja. Wale vijana wawili haraka walikimbia mpaka kwa yule mwanaume, walimuinua juu kabisa, wakamsogezea kwa yule mwanamke ambaye alionekana kuwa tajiri sana kwa muonekano wake. Madam, ni yeye Oran, kijana mmoja alijibu, huku yule madam akigeuza njia na kuanza kurudi kule ambapo alikuwa ametoka. Hakuwa na sababu ya kuongea zaidi, kwa sababu wao walifahamu kabisa kwamba wanatakiwa wafanye nini na haraka iwezekanavyo. Hawakuwa na namna zaidi ya kufanya alivyowataka. Baada ya muda kidogo, tayari walikuwa ndani ya gari mbili ambazo ziliondolewa pale porini. Ilikuwa ni jioni sana na haikutambulika kabisa ni muda gani watawasili wanakoelekea. Mwanamke huyo alimtazama Oran ambaye alilazwa kifudifudi ndani ya gari lake katika siti ya nyuma, huku yeye akikaa mbele na akikumbuka tukio la nyuma kidogo, miaka kama 5 hivi iliyopita. Ni katika kituo kimoja cha kulea watoto yatima. Alionekana mwanamke mmoja akienda kutembea na kutoa msaada kwa watoto wa hapo. Alipokelewa kwa dhati na walezi wa watoto wote, kisha akapewa heshima ya unyenyekevu sana. Madam Fantas,
kituo chetu cha Msamaria kina furaha sana na kipo ridhaa kutoa shukrani zetu za dhati kwa kujitoa kwako. Hakika umekuwa mwema sana kwetu. Na kwa msaada wako wewe, wanafunzi baadhi ambao walikwama katika maandalizi ya vifaa vyao vya mitihani walibahatika kufanya mitihani na hatimaye wamehitimu. Na Mungu ni wa ajabu, wamefaulu kwa kishindo sana. Alizungumza mtu mmoja ambaye alikuwa akihudumu katika hicho kituo. Mwanamke huyu aliyetambulika kwa jina la Madam Fantasy aliachia tabasamu pana huku moyoni akiwa mkunjufu na kuuliza iwapo anaweza kuona wahitimu. Alijibu jibu ambalo lilimkatisha tamaa kabisa. Inasikitisha kwamba wote wameasiliwa na familia tajiri. Na hivi sasa amebaki mmoja tu ambaye yeye alikataa kuasiliwa na kwa sasa hayupo. Madam Fantasy alipoteza tumaini, akauliza, kwa nini amekataa kuasiliwa? Kwani anaridhika na maisha haya ya hapa kituoni? Alitoa macho ya uchu wa kutambua kuhusu kijana huyo. Hapana, isipokuwa ni kwamba anapendana na binti mmoja ambaye ameasiliwa pamoja na kaka yake. Hivyo anahofu kwamba akiondoka hapa huyo binti atamkosa. Mtumishi alijibu kwa aibu kwa sababu walikuwa bado vijana wadogo, lakini walijihusisha na mambo ya mahusiano. Ni wazi kuwa kituo chao hakikufanya vyema katika malezi yao. Oh, basi nahitaji kuonana naye. Nahitaji kuzungumza naye, alijibu Madam Fantasy na kubaki akisubiri kwa hamu sana kumuona huyo kijana. Lakini siku hiyo haikuwa ya bahati kwake, kwani huyo kijana hakutokea. Aliweza tu kuacha ujumbe wa kuomba udhamini juu ya kijana huyo wa miaka 17 na kumtunza katika maisha yake yote mpaka atakapofikia wakati wa utu uzima. Baadaye alipata nafasi ya kuonana naye, lakini Oran alikuwa kijana jeuri sana. Kijana ambaye hakuwa akimjali hata kidogo. Kiufupi hakujali kabisa hisia zake, akitamani sana kuwa na kijana kwa sababu alipoteza kijana wake wa miaka 10 iliyopita. Hivyo aliamua kumfanya Oran mwenye umri wa miaka 17 ndo awe kijana wake, kwani angekuwa na umri sawa na mwanae ambaye alifariki dunia hapo awali. Alijitahidi kumsomesha mpaka akahitimu akiwa kituoni hapo, kwa sababu Oran hakutaka kuondoka pale. Na yote ilikuwa ni kwa ajili ya mwanamke tu. Hakuwa anatatizo naye, lakini walikuja kuvurugana na mwanae Oran baada ya kugundua kwamba mwanae, mwanamke mwenyewe ambaye alikuwa akimpenda, walikuwa akimgombania na mtu mwingine. Na hili limkatisha tamaa kwa kiasi kikubwa sana. Mpaka Oran kuja eneo hilo ni kwa sababu hakuwa msikivu kwake kabisa. Laiti kama angemsikia wala yote yasingemkuta. Alitamani kuachana naye, lakini alimweka moyoni tayari. Asijue ni kwa nini Oran alipofuliwa na mapenzi ya mwanamke huyo mpaka atamani kupoteza uhai wake. Hakika mwanamke huyo hakustahili upendo wa kijana wake kabisa, na kumbukumbu zake ziliishia hapo. Ni majira ya usiku wa saa 2 kamili. Mwanamke mrembo sana alionekana katika chumba cha kupiga picha, huku akibadilishiwa background nyuma yake, akiwa amevaa shela refu sana, shela la gharama sana na zuri kupindukia. Alivutia sana kwa mavazi alipokuwa amevaa. Makeup ya gharama ilimvutia zaidi usoni mwake. Kilichokosekana katika sura yake nzuri lilikuwa ni tabasamu lake la thamani. Alikuwa ni Mai aliyeshikilia maua mkononi mwake. Kadiri picha zilivyozidi kubadilishwa style, ndivyo ambavyo alihisi kuchanganyikiwa. Akiwa bado yupo kwenye pozi la picha, alikuja Charles nyuma yake akiwa kavaa suti nyeusi. Mwanaume alipendeza sana kwa kuwa alikuwa mtu mashuhuri katika mji huo. Ukilinganisha na umri wake mdogo, bado aliweza kumiliki utajiri mwingi sana ambao aliochwa na wazazi wake miaka 2 iliyopita. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kufanya chochote anachokitaka. Charles alipendeza sana. Alipitisha mkono wake nyuma ya kiuno cha Mai kisha akatabasamu na picha ya pamoja ikapigwa. Aliinama karibu yake akanong'ona, kumbuka kutabasamu, hili ni deni kwako. Uliahidi kuishi na mimi vizuri kwa usalama wa yule mbwa wako Oran. Baada ya Charles kuongea hivyo, Mai alihisi kuchanganyikiwa. Alafu akatabasamu japo kwa mashaka. Alifanya vizuri zaidi, na baada ya hapo walielekea ukumbini kwa ajili ya sherehe ya kifahari ya harusi ya wawili hao. Hakika Mai alikuwa ni mwanamke mrembo sana. Watu wengi mashuhuri walihisi kumwonea wivu kijana Charles kwa kumiliki mwanamke mzuri kama huyo.
Nimeipambania nafasi ya kuwa karibu yako kama mume kwa muda mrefu sana. Hatimaye nimefanikiwa. Haikuwa kazi rahisi kwangu Mai. Lo, siamini kama nimefanikiwa. Baada ya kufunga ndoa hadharani na wewe na kufanya harusi kubwa na picha zetu kusambaa, ile mbwa haitokusogelea tena. Mpaka hapo utaishia kuwa wangu tu. Ilikuwa ni mawazo ya Bwana Charles. Hakika ilikuwa ni furaha sana kwa Charles pamoja na Gabu kakake na Mai. Lakini kwa Mai lilikuwa ni pigo kubwa sana. Japokuwa alisifiwa kwa nguvu na kwa kishindo na wanawake wa kifahari, lakini bado sura yake ilikosa furaha. Alilazimika kufanya kila ambacho Charles alitaka. Watu mashuhuri walihudhuria sherehe ya ndoa yake pamoja na Charles, huku Charles akijipatia fursa mbalimbali kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara wakubwa kwa kupeana mikataba. Na sasa alikuwa ni kijana mdogo sana ambaye anamiliki utajiri mwingi sana kwa wakati huo. Kila mwanaume tajiri mtu mzima alipendezwa kuwa na kijana kama huyo mwenye uwezo mkubwa wa kibiashara kufanya naye kazi. Na hakuna mwanamke ambaye hakutamani kuolewa na mwanaume tajiri na mzuri na mdogo kama huyo. Mai alifuatwa na wanawake kadhaa wakipiga naye picha huku akiomba ukaribu naye. Kwa kuwa sasa alikuwa kivutio kwa kila mtu, wanawake wengi walitamani nafasi yake, maana sio rahisi kuwa mke wa tajiri mkubwa na kijana kama Charles. Ilikuwa bahati kubwa sana kwa Mai ambaye ni yatima na alikuwa fukara. Sasa amegeuka kuwa mwanamke mashuhuri. Ama kweli usimdharau usiyemjua eh? Methali hiyo ilipita kwenye baadhi ya vichwa vya wanawake wa kitajiri. Baada ya moyoni Mai alikuwa akitamani angepata mtu wa kumpa nafasi yake amshikie, kwa sababu hakumpenda kabisa Charles. Na hata haelewi ilikuwaje ghafla tu akawa ni mke wake. Akilini mwake alikuwa na hofu tu iwapo mpenzi wake Oran atakuwa hai au la, maana hana uhakika hata kidogo na Charles. Huenda labda angemzunguka na kutuma watu wammalizie kabisa mbali Oran. Akiwa kwenye msongo wa mawazo, alikuja bidada mmoja karibu yake. Mwanamke huyo alitembea kwa madaa na kwa mwendo wa mvuto, utadhani alikuwa akifanya mazoezi ya mitindo. Aliacha tabasamu mwanana katika meno yake. Sio siri, alikuwa mrembo, japokuwa urembo wake haukulinganishwa kabisa na sura ya Mai. Mai alipomwona alihisi kumtapika mara moja. Alikunja midomo yake na kuongea kwa ukali. "Sitaki kukuona hapa Yolanda." Sauti yake ilikuwa ya ukali na kubwa, lakini bahati nzuri walikuwa wawili tu katika eneo la jukwaa la bibi harusi. Yolanda alichukua kinywaji pembeni yake akiwa amevaa gauni fupi jeusi na la kumbana sana. Alikunywa kidogo kisha akamtupia macho Mai ambaye alionekana kuchanganyikiwa kwa kumwangalia huyo mwanamke mwenye umbo zuri, umbo namba 8. Japokuwa umbo lake lilikuwa zuri, lakini bado hakumfikia yeye. Hakika Mai alikuwa amechongeka kana kwamba aliongea na Mungu. Muda ambao Mungu alikuwa anaomba kwamba mimi niweke hivi niweke vile. Nyama za nyuma ongeza kidogo, miguu ongeza, usiniweke pua pane, sijui itanikera, nichonge midomo yangu kuwa membamba na ya mvuto. Akiwa anawaza huo upuuzi, haraka alikumbuka kwamba yupo karibu na mchawi hapo mbele yake. Kisha akasogea kwa Yolanda, akamshika begani. Yolanda hakuwa na hofu kwa kuwa alimfahamu Mai vema. Alimgeukia taratibu na kumwambia, "Utakufa bure kwa kunichukia, kwa sababu kwa sasa hatushei chochote tena. Oh, nimekumbuka. Una hofu labda mwanaume wako atafahamu kwamba uliwahi kugombania mwanaume mwingine na mimi?" Yolanda alipandisha uso wake taratibu huku akimwangalia Mai kwa jicho kali sana. Mai alishindwa la kuongea kwa sababu huyo mwanamke alikuwa akimsanifu. Alifahamu fika kwamba Charles alifahamu uhusiano wake na Oran, lakini anafanya kana kwamba hakumjua Charles kabisa. "Sihitaji kukuona hapa Yolanda, tafadhali." Alifoka Mai. Wakati huo Charles aligeuka kwa huba akamtazama Mai. Alishia kushtuka baada ya kumuona Yolanda akirumbana na bibi harusi wake pale. Haraka sana aliachana na wanaume aliokuwa akiingia nao mkataba, akamfuata Mai hapo jukwani. "Unafanya nini hapa?" alihoji Charles akimuuliza Yolanda. Yolanda aliuma lipsi zake kwa meno mawili ya pembeni, alafu akaachia mdomo wake. "Ni rahisi sana bwana mkubwa, mimi kuhudhuria kwenye hii sherehe. Kwani Mai ni rafiki yangu
na tumewahi kuwa pamoja hapo awali. Kwa hiyo bahati ipo upande wangu. Mai alihisi kutapika nyongo, akamwangalia Yolanda. Tangu lini alikuwa na urafiki naye? Ni sawa, lakini hauna ruksa ya kuwa karibu naye wala kukaa karibu naye. Yeye ni bibi harusi. Kuna watu maalum wa kukaa naye hapa juu, alijibu Charles akimwangalia Mai kwa upendo. Mai hakutaka kujali hata wema wa Charles kumuondoa Yolanda mbele yake. Yolanda naye alimwangalia Mai pia, akapandisha midomo yake akatabasamu kwa kejeli, huku rohoni mwake akifurahia kwa sababu ameolewa tayari. Kwa hiyo Orhan atakuwa kwake peke yake. Taratibu alirejesha glasi ya mvinyo mahali pake, akageuka na kuondoka, akiwaacha watu wakifurahia pale harusini. Charles alimshika Mai na kutaka kucheza naye, lakini Mai hakutaka kucheza naye hata kidogo. Sio kama kwamba eti kuwa nimekuoa ndo nitashindwa kummaliza yule mbwa wako. Ni bora uwe mtiifu kwangu Mai, alizungumza, akiendelea kumtia Mai hofu ya kumpoteza mpenzi wake Orhan maishani mwake kabisa. Baada ya sherehe kuisha, Mai pamoja na Charles walichukua ndege kwenda Switzerland kwa ajili ya honeymoon. Huko Charles aliamini kwamba atabaki na Mai kwa muda wa mwezi mzima na atafanikiwa kumpa ujauzito, na itakuwa ni bora kwao wawili, maana wataepukana na mpuzi ambaye ni Orhan anayemnyemelea Mai. Lakini akilini kwa Mai aliwaza kuifanya honeymoon yao kuwa kama kuzimu. Upande wa pili jijini Dar es Salaam, katika mjengo mmoja wa kifahari, ndani ya chumba kizuri sana na cha hadhi ya juu kilichokuwa na mvuto wa kuvutia, kitandani Orhan alionekana akirejesha fahamu zake baada ya siku kadhaa kupita. Hatimaye alipata uhai wa maisha kwa mara nyingine tena. Alifumbua macho yake na kuyatazama mazingira ambayo hakuwa ameyazoea. Alijihisi kukimbia kwa sababu alijua yuko wapi. Kwa upande wake hakutaka kujihusisha na mwanamke huyu ambaye hakumthamini hata kidogo. Aliona fadhili zake zimetosha na sasa ni muda wake kufanya mambo yake akiwa peke yake. Alijaribu kuinuka, lakini mwili wake ulikuwa unauma, alipata maumivu. Alitazama ukutani na kushtuka baada ya kuona picha ya kijana mdogo mwenye umri wa miaka 7 ikiwa ukutani, huku pembeni ya picha ile kukiwa na picha yake. Mama huyu hakuwa na haya kabisa. Aliweza vipi kumfananisha yeye na kijana wake mdogo? Aliamini lazima atakuwa na msongo wa mawazo dhidi ya kijana wake. Umeamka? Bila shaka utakuwa umechoka kulala muda mrefu alizungumza Madam Fantas, mwanamke ambaye alimdhamini katika maisha yake alipokuwa mdogo na sasa ameamua kumfanya kijana wake kabisa. Mai, nahitaji kuondoka. Najua atakuwa ananisubiri nimuokoe, alizungumza Orhan na kuinuka akilazimisha mwili wake kumtii. Lakini Fantas alimshika begani na kumrejesha kitandani. Madam, tafadhali, sipo tayari kukubaliana na matakwa yako. Nafahamu Orhan, hata mimi sitakulazimisha. Wewe fanya unavyoweza kufanya, lakini kwanza nisikilize kwa makini. Unajua nafahamu kabisa unampenda ule mwanamke, lakini kwa sasa ameolewa. Sijui nasifahamu ni vipi naweza kukuzuia kuwa naye huyo kama mwanamke wako. Lakini pia jaribu kuona ukweli. Mtu aliyemuoa sio mtu wa kawaida mwanangu. Orhan ni kijana kama wewe, lakini yeye ni tajiri sana na ana nguvu, ana pesa, ana utajiri wa kutosha ambao atautumia kumfanya mwanamke yule awe wa kwake, aidha kwa kupenda ama kutokupenda. Wewe hauna kitu, utaishia kuumizwa tu na ule mwanamke. Madam Fantas alizungumza huku akimuonea huruma sana Orhan ambaye alimuita Imran, jina la mwanae ambaye ndo marehemu kwa sasa. Tafadhali, Maya hajafanya chochote kibaya kuniumiza, kwa sababu hata kuolewa kwake ni kwa sababu yangu. Alikubali kuolewa ili kunisaidia mimi nisife. Alitaka niwe hai. Hata hakuwahi kumpenda Charles, tangu mwanzo alinipenda mimi tu. Orhan alifoka na kuona kama huyo mama anamzingua tu. Aliinuka haraka na kuvaa malapa aliyokuwa chini ya kitanda, akaanza kuondoka. Mara moja Madam Fantas alipiga kelele na kumwambia Orhan ambaye alisimama ghafla kumsikiliza, "Imran,
Nisikilize mpaka mwisho, nahitaji kukusaidia pia. Nisikilize kwanza. Kubali kuwa Imrani wangu. Utaweza kumshinda huyo mwanaume na kumchukua mwanamke wako. Orhan alihisi kana kwamba ubongo wake unavurugika hivi. Ina maana huyu mama anamaanisha nini? Aligeuka taratibu na kwa uso wa maswali akamtazama Mama Fantans ambaye alitamani kumfanya kijana wake tangu zamani. Alihisi mashaka ndani yake. Kuna watoto wengi sana mtaani, hata katika vituo vya kulelea watoto yatima. Kwa nini mwanamke huyu alimchagua yeye tu? Kwa nini unataka kunisaidia? Nalazimika kukusaidia. Kwa sura nadhifu na ya uchungu, Madam Fantans alimjibu Orhan. Moyo wake ulionekana kuchanika na kukata tamaa kabisa. Kisha akainua sura yake nzuri na ya mvuto huku akizungumza. Nimeanza kuzeeka sasa na sina chochote maishani. Nina mali nyingi sana lakini hazina maana yoyote ile kwangu. Kuna wakati natamani kuuza na kupoteza kila kitu. Lakini nakumbuka ni jasho kubwa sana la mume wangu. Alitumia nguvu na jasho lake kutafuta mali tukiwa pamoja, lakini hakufaidi kitu. Nikabaki na mwanangu. Baada ya yeye kupoteza maisha na yeye hakuweza kuishi tena baada ya kuugua kwa muda mrefu akiwa na umri mdogo sana wa miaka 7. Nawezaje kuwa na furaha iwapo nitaishi hivi milele? Mwanamke alitoa machozi yule mwanamama. Imrani alimwonea huruma sana, lakini bado alikuwa na swali lile lile. Kwa nini amchague yeye? Kwani hakuwaona watoto wengine? Ni sawa, lakini kwa nini unichague mimi? Mimi ni sawa na watoto wengine wanaotamani nafasi hii ya kuwa watoto wako. Unaweza kuwachagua. Aliongea Orhan na kugeuka, kisha akafungua mlango na kutoka nje ya chumba kabisa. Tafadhali usiende. Mama yule alibaki akiumia, huko Orhan alisikia tu sauti akinong'onika pale. Aliziba masikio yake kihisia kwa sababu hakutaka kabisa kujihusisha naye. Akiwa anateremka ngazi ndani ya nyumba ile, alikutana na watumishi kadhaa ambao walimtupia jicho la lawama na tafrani. Haiwezekani mtu kama huyu aikatae bahati hivi hivi. Alirejea mpaka katika nyumba moja kubwa lakini chakavu. Nyumba ile ilikuwa na vyumba vingi sana kiasi kwamba unaweza kudhani labda ni bweni la wanafunzi. Watu walikuwa bize na shughuli zao mbalimbali. Mambo hayakuwa shwari hata kidogo, maana palichafuka vibaya mno. Baadhi yao walirundika vyombo vichafu, huku wengine wakiweka nguo zao nyingi na chakavu kwa ajili ya kufua. Pembeni kulikuwa na bomba la maji na wanawake wengi na watoto wachafu wakionekana wakisubiri fulani ya maji. Orhan aliangalia hali isivyo shwari pamoja na makelele, lakini hakutaka kujali. Alisogea kwenye mlango mmoja uliopatikana kabisa karibu na choo. Akafungua mlango ule baada ya kutoa kufuli dogo, kisha akaingia ndani. Ndani ya chumba hicho kidogo mambo hayakuwa mazuri. Kulikuwa na godoro tupu bila ya kitanda, ndoo 2 za maji na ndoo moja ndogo kwa ajili ya kuogea. Pia kulikuwa na mfuko mmoja mkubwa kiasi kwa ajili ya nguo zake. Kwa hakika maisha yake yalikuwa ya kimaskini sana. Aliweza tu kujitupia kwenye kigodoro chake kichafu ambacho kilitoa vumbi la muda mrefu na kumfanya akooe kwanza. Akiwa amejilaza hapo alikumbuka mbali sana. Kumbukumbu zake zilimrejesha miaka 10 nyuma, akiwa na umri wa miaka 13 katika kituo cha kulelea watoto yatima. Alikuwa kijana mmoja mkorofi sana na alikuwa mchangamfu na mpenda sifa sana. Siku moja wakati wanacheza mpira na vijana wenzie, Gabu alikuwa hodari katika kufunga. Walicheza mpira wa kupitisha kati ya miguu mpira, na ukikupitia kati basi kifuatacho hapo utakula kipundo kutoka kwa wenzio. Gabu alikuwa ni akiwafunga sana wenzake na alikuwa mkorofi, yani atawapiga mpaka wanachanganyikiwa. Mtu ambaye alikuwa akimgusa alikuwa ni Orhan kwa sababu alikuwa akimogopa sana. Wavulana wengi wadogo waliweza kuweka kinyongo kwa Gabu kwa sababu yeye alikuwa akiwapiga, lakini wao hawakuwahi kumpiga kabisa. Kwa hiyo siku moja wakiwa wameenda kulala, walimvamia akiwa ameenda chooni kujisaidia. Kikundi cha vijana wale wadogo lilimtokea. Gabu alishtuka, aliogopa. Alijikuta amezingirwa na alianza kuzunguka kwa uoga akitafuta njia ya kukimbia, lakini hakukuwa na njia. Wale watoto wakawa wanamsogelea sasa kama wanataka kumdhuru hivi.
lakini pale pale alitokea Orhan ambaye alikuja pia uani kwa ajili ya kujisaidia. Aliwakuta pale wakitaka kumfanyia mwenzao fujo, na walikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa na makamu kama miaka 15 hivi, aliitwa Zinde. Zinde naye alikuwa ni mkorofi sana, lakini Orhan aliweza kusuluhisha lile swala na akaweza kumsaidia Gabu ambaye ni kakake na Mai, na alifanikiwa pia kumtoa pale kwenye kile kikundi cha wale watoto. Basi baada ya pale maisha yaliendelea, na Gabu alianzisha urafiki na bwana Orhan. Walikuwa marafiki sana. Siku moja Orhan alikuwa ametoka kuchukua chakula kantini. Alibeba sahani zake mbili, ina maana moja kwa ajili yake na nyingine kwa ajili ya Gabu. Alipofika pale alimkuta Gabu anaongea na binti mmoja mrembo sana. Binti huyo alionekana kuwa na umri wa kama miaka 10 hivi. Kwa kweli katika hicho kituo Orhan aliona watoto wengi sana wa kike, lakini huyu aliyekuwa kando ya Gabu alikuwa ni mzuri sana. Alipigwa na butwaa kwa muda kabla hajashtuliwa na Gabu. Orhan, uchoki tu mikono? Alishtuka akaketi yeye kando ya Gabu huku akimwangalia Mai. Mai akiwa ni mwenye tabasamu pana na kisura chake cha mviringo, alimwangalia Orhan ambaye alikuwa akimwangalia sana, kisha akainua mkono wake na kumpatia. Mambo, naitwa Mai, wewe ndo Orhan? Orhan alibaki hoi. Alikuwa anatamani kutoa mkono wake kumpa Mai, lakini aliona aibu kwa sababu mkono ulikuwa na mchuzi wa maharage. Lakini Gabu aliliona hilo, akazungumza. Orhan, vipi? Wewe mpe tu mkono bwana, wala hata hatojali kuhusu hayo maharage bwana. Basi Orhan akaona isiwe kesi. Alimpatia mkono Mai, akamwambia ya mimi ndo Orhan. Kaka Gabu amezungumza mambo mengi sana juu yako. Nikajua labda sura yako inatisha, kumbe ndo mkaka mtanashati hivi. Sikufikiria hilo, kwa hakika wewe ni mzuri sana kaka Orhan. Maneno yalikuwa kama mkuki ndani ya moyo wa Orhan, kwa sababu alijihisi mpungufu ghafla, kana kwamba kuna kitu alihitaji mno. Yaani hisia hizi za mara ya kwanza zilimfanya akose utulivu. Tangu lini kijana mdogo kama yeye akawa na hali ya upweke namna hiyo? Orhan, huyu hapa ni dada yangu, anaitwa Mai. Najua haumfahamu kwa sababu wewe haukuwahi kuwa karibu na wasichana kabisa hapa. Lakini ndo huyu ambaye namuongeleaga sana. Huyu ndo Mai mdogo wangu. Orhan alishindwa aseme nini. Alibana midomo yake na kusababisha vishimo viwili mashavuni mwake viweze kuonekana. Na hiyo ndio siku ambayo alimfahamu Mai, na hakuisha kumwangalia. Hakuweza kuongea, lakini moyo wake ulimtuma akamuone kila mara. Muda mwingine angevizia wasichana wakiwa wanamwagilia maua, basi angemchungulia Mai wake kwa siri. Siku ambayo wangekusanywa pamoja angekaa na Gabu ili tu awe karibu na Mai. Walisoma shule tofauti, lakini Jumamosi angemlazimisha Gabu akajisomea kwenye shule anayosomea Mai kwa kisingizio cha kuwaweka karibu ndugu wawili. Lakini Gabu hakuwa na jinsi zaidi ya kumsikiliza tu. Ila lengo la Orhan ilikuwa ni ukaribu wake na Mai basi. Siku zilisonga na kadiri zilivyozidi kwenda ndo mabadiliko katika mwili wake yalizidi kuongezeka. Akazidi kumpenda Mai tena na tena. Maana hata Mai aligeuka kuwa mwanamke mrembo sana. Umbile lake lilibadilika ghafla, akawa na shepu ya mvuto. Akiwa na umri wa miaka 17, Orhan uvumilivu ulimshinda na akapanga kumwambia Mai ukweli. Wakati huo hata Gabu alifahamu hisia alizonazo Orhan kwa dada yake. Alifurahi sana kwa sababu Orhan alikuwa ni kijana mzuri mwenye akili sana. Akiamini kwa utashi wa akili ya Orhan, bila shaka baadaye dada yake angeishi maisha ya kifahari sana. Hauwezi kumwambia bado? Gabu, naanzia wapi sasa? Akiwa na sura ya kuchanganyikiwa, bwana Orhan alimjibu Gabu huku akifikiria mistari ya kushusha kwa Mai. Ghafla kupitia dirisha la hosteli yao aliweza kumuona Mai akianika nguo. Ilikuwa ni mbali kabisa na eneo waliopo wao. Alijifunga upande wa kanga na juu alikuwa amevaa kishumizi kidogo cha rangi ya chungwa. Nywele zake ambazo zilisukwa matuta matano zilimpendeza barabara, kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi, na zilimfanya aonekane mrembo zaidi. Orhan alikosa moyo kabisa.
Alijuta kumfahamu Mai, maana tangu amuone basi moyo wake haukupata kutulia kabisa. Bro, utakufa siku moja, itabidi umwambie mapema sana kabla hujachelewa. Alizungumza Gabu. Akachukua kitabu cha physics akaanza kusoma. Orhan angewezaje kusoma? Asingeweza hata kusoma. Muda huo alijihisi kama anapasuka kwa mjomba Nchumali. Kwa hivyo aliamua kunywa maji mengi kwanza na kuondoka kabisa humo ndani ya chumba cha hostel. Oi jamaa, unaenda wapi? Mbona hatua gani? Gabu alimuuliza, lakini Orhan hakujibu chochote. Alitembea haraka kuelekea hostel za wasichana. Kwa nini ateseke wakati tiba yake ipo? Siku hiyo bana aliamua liwalo na liwe tu, hawezi kuendelea kuteseka hivyo. Wasichana wengi walikuwa wamemaliza kufua pamoja na kuanika nguo zao, huku wengine wakianua nguo zao. Orhan alikuwa kama crush wa kituo kizima cha watoto wa kike hapo. Hakika walimpenda mno, kwa hiyo walipomwona mioyo yao iliwashtuka sana. Wengi wao walibaki kumtazama alikuwa anajaribu kufanya nini, wakati hakuwahi kukaribia kabisa maeneo hayo. Akiwa anamuelekea Mai ambaye alikuwa akikunja baadhi ya nguo, mbele yake alitokeza Yoranda na kumsimamia. Samahani Orhan, tunaweza kuzungumza? Yoranda alijaribu kujipendekeza kwa Orhan, lakini Orhan hakumjali. Alimsukuma pembeni kwanza na kuendelea na safari yake. Maskini Yoranda alipata aibu mbele ya wasichana wenzia ambao walibaki kumcheka tu. Mai akiwa anaimba vinyimbo visivyoeleweka, alishangaa anashikwa mkono na mtu. Alishtuka na ghafla akadondosha nguo kichwani mwake ambazo tayari alikuwa ameshazikunja. Orhan, unafanya nini? Alimoja akiwa na hofu kidogo, ukizingatia hapo watu ni wengi na tayari ameshatambua kichaa cha Orhan kuhusu kumpenda yeye. Anawezaje kumpenda mwanaume anayependwa na wengi? Tafadhali, alizungumza Orhan na kumburuta kuondoka naye. Orhan, subiri kwanza, nguo zangu bwana, nguo zangu. Kabla hajamaliza kuongea, Orhan alimnyanyua na kumweka begani mwake. Lilikuwa ni tukio la ghafla sana kwa Mai na kila mtu pale. Baadhi ya wasichana walifurahia kuona tukio hilo, lakini wengi wao waliumia sana kwa wivu. Haswa Yoranda alihisi hasira mno. Mai aliziba macho yake akiwa haamini kinachoendelea hapo. Orhan, unafanya nini? Haya sio malezi tuliopewa. Kwa nini unanifanyia hivi? Utaniletea matatizo bwana. Alilalamika Mai, lakini Orhan hakumjali. Mara moja alijikuta getini kabisa na walinzi hawakuwepo siku hiyo. Baada ya kutoka nje ya geti, alisimamisha bajaji na mara moja akamuingiza Mai. Dereva wa bajaji alihisi kucheka kwa sababu walionekana wadogo sana. Orhan akatoa maelezo ni wapi wapelekwe. Mai alijihisi kufa kwa aibu. Alijisikia aibu sana. Mtoto wa kike hakutegemea kama Orhan angekuwa kichaa kiasi kile. Ni sawa, alikuwa anamuona kweli ana hisia za kimapenzi kwake na alikuwa akimpenda, lakini sasa hakutegemea kama angefanya ukichaa kama ule. Alimuuliza tu, Orhan, unafanya nini? Unafanya nini? Alioje Mai akiwa amechanganyikiwa kabisa. Orhan alimkumbatia na kumng'ata kidogo sikioni ili atambue kabisa kwamba alikuwa haoti hata kidogo. Ulikuwa ni ukweli usiopingika kabisa. Mai alihisi kuchanganyikiwa. Alikuwa binti mdogo sana wa miaka 15. Alipata tafrani moyoni mwake kwa kukumbatiwa na Orhan. Isitoshe alimng'ata sikioni. Hakuona aibu. Walikuwa ni wadogo sana kiumri. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya pekee sana kwao. Maana walikuwa bichi, eneo ambalo Mai alizoea kuja na marafiki zake wa kike, lakini leo hii alikuja na Orhan na walikuwa na furaha sana. Hii ina maana hata yeye alikuwa na hisia kwa Orhan, na Orhan alipata tabu kutazama kifua ambacho kilianza kumea matunda kwa Mai, na kwa mara moja akavua shati lake na kumpatia avae. Na kanga aliyokuwa akajifunga mwanzoni tayari alivua kwenye bajaji, akabaki na suruali. Ni kama vile alijiandaa kwa huo mtoko wa ghafla. Alionekana kupendeza sana mbele ya macho ya Orhan. Alidhamiria kabisa kumwambia siku hiyo kwamba alimpenda sana. Lakini ajabu, aliishia kucheza naye tu michezo mbalimbali. Alikuwa na akiba ya pesa kwa sababu yeye na Gabu hawakuwa wazembe hata kidogo. Walikuwa na wanaume wamshemishe, kwa hiyo aliweza kumudu kununua chakula kwa ajili yao. Hakuwa anaongea kitu cha maana muda mwingi. Mai ndo alikuwa anamuongeaji sana, akionyesha furaha yake kwa kutoka na Orhan,
Hakika alifurahia sana. Baadaye walielekea kwenye maduka ya nguo. Maya akachagua nguo 2-3 pale nzuri, nguo ambazo alihisi kabisa Orhan atamudu kuzinunua. Kweli Orhan alilipia na kisha wakarejea kituo cha watoto yatima, maana tayari muda ulikuwa umeenda. Maya alishangaa kwa nini Orhan hakumwambia chochote kuhusu kumpenda. Ameishia kumpa tu zawadi teletele pale, kumnunulia vyakula. Walipokaribia kuingia ndani ya kituo, Mai alisimama mbele ya Orhan na kuzungumza. Hakika nashukuru sana kwa siku hii. Alionyesha tabasamu nzuri sana. Lakini Orhan alijibu haraka haraka ili Mai asije akamgundua kwa kile ambacho alikuwa anakitaka. Sahau, hata hivyo nilikuwa na huzuni. Kwa sababu yako nimekuwa sawa. Aliangalia pembeni baada ya kujibu hivyo kwa sababu alipata tabu hata kumtazama machoni. Mai alielewa hilo na taratibu akapiga hatua 2-3 akamshika Orhan. Orhan alishtuka, aligeuka kumwangalia nani ambaye amemshika. Mai alimbusu na baada ya Orhan kugeuka alijikuta akitoa macho. Hata mimi nakupenda sana Orhan. Orhan alishtuka. Ina maana Mai alifahamu njama zake kwamba alikuwa akimpenda. Mbona hakuwa amemwambia chochote? Orhan alipigwa na butwaa. Wakati tayari giza lilikuwa limeanza kuingia. Alijisi kurukaruka moyoni mwake na mara moja akamshika vizuri Mai na kumkumbatia kuonyesha furaha aliyokuwa nayo. Mai akamsukuma nyuma kidogo alafu akazungumza. Lakini kwa sasa tunafaa kuchunga mipaka yetu. Sisi bado ni wadogo, tuzingatie masomo yetu, malezi bora, maana bado tupo chini ya miliki ya watu wazima. Mengine yatajitengeneza yenyewe tu. Ila jua kwamba nakupenda sana. Orhan alifurahi kupita kiasi kwa sababu alimuona Mai ni mwanamke mwenye akili mno. Na hapo ndo mahusiano yao mazuri yalipoanzia. Kumbukumbu ya Orhan ilisita ghafla baada ya mtu kumgongea hodi. Aliinuka kitandani na kwenda kufungua mlango. Alipofungua alikutana na sura ya mwanamke ambaye alimfahamu sana tu. Sema hakutaka kujihusisha naye tangu mwanzo. Mwanamke huyo alionekana kupendeza kwa asilimia kubwa sana. Alikuwa mrembo kupita kiasi, lakini urembo wake haungeweza kufananishwa na Mai hata kidogo. Umefuata nini hapa? Alihoji Orhan akiwa amekunja sura yake. Yule mwanamke alitabasamu alafu akazungumza. Sorry, sikuja hapa kwa ubaya. Alikuwa ni Yolanda, binti ambaye alimpenda Orhan tangu akiwa mtoto, lakini Orhan hakuwahi hata kumfikiria Yolanda. Yolanda alimsukuma Orhan ndani alafu akaingia. Alijitupia kwenye godoro kwa sababu Orhan hakuwa na viti, hakuwa wala anatulia. Ghafla vumbi la godoro likamwingia Yolanda, akaanza kukohoa pale. Akauliza Orhan, unawezaje kuwa mchafu kiasi hiki jamani? Alilalama huku akijaribu kuvumilia vumbi chafu la godoro. Orhan alipata aibu kwa sababu kweli pia alikuwa akilala hapo hapo. Na alihisi ile vumbi, lakini hakuwaza hata kusafisha. Yolanda, nadhani unaweza ukaenda. Mimi nahitaji kukaa mwenyewe, sihitaji mtu yote kunivuruga kwa sasa. Alizungumza Orhan kwa sababu alihisi kabisa kwamba Yolanda kaja na mitego ya kumtaka kama alivyozoea. Lakini Yolanda ambaye alivaa kigauni kifupi tu cha kubana, aligeuka na kujishika uso wake huku kiwiko chake kikikandamiza godoro. Hapana Orhan. Sijaja kwa nia hiyo mimi. Nimedhamiria kuachana na hila za kukutaka kimapenzi. Nahitaji tu tuwe marafiki, hata tusaidiane kwa vingi. Alimwacha Orhan na kiulizo usoni mwake. Ina maana kweli Yolanda amemkatia tamaa na hata msumbua kabisa? Basi leo ni jambo jema kwa sababu alikaa kama kigugumizi kwenye koo lake. Vipi, haupo tayari hata kwa hilo? Au bado unanichukia kwa sababu ya Mai? Yolanda aliuliza huku akitoa sura ya huruma kwa Orhan. Hapana, sina chuki na wewe. Na wala mimi na Mai hatukuwahi kukuchukia hata siku moja. Alijibu Orhan huku akiketi kando ya Yolanda. Ni sawa Orhan, nimekuelewa. Nimekuelewa vizuri tu.
ila kama haupo tayari ni sawa, na naomba usijilazimishe. Alizungumza maana alihisi kabisa Oran hatopendezwa na hilo. Akiwa hapo bwana Oran, simu yake iliita. Alipokea mara moja baada ya kuona mtu anayepiga. Aliiweka sikioni akiwa na machungu mengi sana. Yolanda alimtazama na kuhisi kapagawa, kwa sababu alihitaji kujua ni nani huyu anayeweza kumpa machungu Orhan. Kama ni Mai hayupo kwa sasa na hawezi kuwa amerejea, bila shaka muda wake wa honeymoon au kuwa umeisha. Orhan, nimerudi. Aliongea kwa sauti ya maumivu huku akijaribu kuficha kilio chake. Alikuwa ni Mai ambaye alionekana kuwa katika hospitali ya kifahari kwa wakati huo. Ghafla Orhan aliinuka alipokuwa amekaa na kusimama, huku akipandisha kifua chake juu kwa hasira na huzuni isiyo na mfano. Mai, una nini? Macho ya Yolanda alichomoka kwa sababu ya kutarajia huyo nyoka kurejea haraka namna hiyo. Na huyo Mai alikuwa na tamaa kiasi gani? Tayari ameolewa lakini bado anamtafuta Orhan. Asante Mungu bado upo hai. Naomba utafute sehemu ujifiche. Tafadhali watakuua na kuomba Orhan. Alizungumza Mai na kulia kabisa. Mai, kwani uko wapi? Mai, kwani uko wapi? Orhan alimkomalia kwa hilo swali mpaka Mai alipomweleza sehemu alipo, kisha akamwambia aondoke maana kweli yeye ni mgonjwa, lakini pia Orhan yupo hatarini zaidi. Umefahamu nilipo sasa, si ndio? Kuwa na amani mpenzi wangu, naomba uondoke hapa da. Nenda kaishi kokote, lakini tafuta njia upate nguvu uje unisaidie. Na kuomba sana Orhan. Nitakufa kwa msongo wa mawazo nikiendelea kuishi na Charles mimi. Orhan alijikuta amepagawa, akakata simu tena mara moja. Alimwangalia Yolanda ambaye alikuwa ameketi kwenye godoro akimwangalia tu. Nahitaji kuondoka. Alimweleza Yolanda ambaye alibaki kimya tu. Lakini Orhan, kuwa mwelewa Yolanda tafadhali. Orhan hakutaka hata kumsikiliza tena. Aliweza tu kuchukua vitu vyake baadhi na muhimu, kisha akachukua kufuli afunge mlango. Yolanda alipoona hali imechafuka, aliinuka mapema na kutangulia nje akiwa na maumivu moyoni mwake. Kwa nini Mai amerudi mapema hivyo? Ina maana Charles amekosa kumdhibiti hata ampate Orhan. Orhan alimaliza kufunga mlango wake na kuanza kuondoka. Orhan, nisubiri twende wote, naweza kukupa lifti. Alizungumza Yolanda, lakini Orhan hakuwa na wazo hilo kabisa. Alifika barabarani na kusimamisha pikipiki, kisha akapanda na kuanza kuondoka. Wakati yeye anaondoka, kuna gari nyeusi nyuma ilikuwa ikimfuatilia taratibu kila hatua aliyokuwa anapiga. Yolanda hakuwa amegundua hilo. Alichukua simu yake mara moja na kupiga kabla hajafungua mlango wa gari yake na kuingia ndani. Alipoingia simu tayari ilikuwa imepokelewa. Halo? Upande wa pili katika jengo zuri la kifahari pembezoni mwa mji, simu ilipokelewa. Alikuwa ni Charles ambaye alikuwa amekaa kwenye piano huku akiwa anakunywa mvinyo kidogo pale. Wewe Charles, una shida gani? Mbona umerudi haraka hivyo? Yolanda aliongea akiwa haamini ujio wao wa haraka namna ile. Aling'ata meno yake kwa hasira huku akishika kichwa chake akiwa haamini kabisa. Kwa hiyo ulitaka nifanye nini? Ulitaka kumwona Mai akipoteza maisha ndio ufurahi? Hata hivyo siwezi kuruhusu afe. Alizungumza Charles akiweka korosho mdomoni akitafuna taratibu. Yolanda alitamani hata angemzaba kofi kama angekuwa karibu yake. Ni kweli alitamani hata Mai angekufa, kikubwa angemwachia nafasi kwa Orhan. Lakini huyu Charles mjinga hakuweza kuruhusu hilo. Lakini pia hakuwa na uhakika kama Charles ataruhusu Orhan amsogelee Mai. Umesikia sasa bwana Charles? Kama haujui, kwa taarifa yako, sasa hivi nakwambia Mai kampigia Orhan simu. Na Orhan yupo njiani kwenda alipo Mai. Utakoma. Sijui nini kitafanyika, lakini nakwambia hivi, mambo yanaweza kwenda kuharibika. Yolanda alizungumza kwa kujiamini na kumsanifu Charles ambaye alijua atampandisha hasira ili awahi kwenda kuzuia mara moja. Lakini alishtushwa na kicheko cha kejeli na dharau kutoka kwa Charles. Hivyo unadhani mimi ni mpumbavu kama huyo mbwa wako? Siwezi kuwa kama yeye. Ina ulinzi wa kutosha, subiri uone. Subiri uone namna atakavyoburutwa na kugeuzwa kitu cha ajabu sana. Ataacha kuota ndoto ya kumwaza Mai, nakwambia.
Charles alicheka sana, alafu akakata simu mara moja. Yolanda alishtuka, moyo wake ulianza kwenda kasi, alipatwa na mshtuko sana. Alijuta na alijilaumu kwa kuwa alikuwa ni mbea. Na aliwaza ni kwa nini alimpatia hizo taarifa Charles. Kwa sababu anajua Oran na Charles ni maadui wakubwa sana. Na Oran hakuwa na chochote mbele ya Charles. Kwa hiyo kauli ya Charles ya kwamba wangeenda kumharibu bwana Oran ingeweza kuwa kweli kabisa. Aliogopa kumpoteza mwanaume anayempenda kwa sababu ya ujinga wake mwenyewe. Hata iweje, alijiapiza kwamba hata iweje hawezi kuruhusu Oran aweze kuharibiwa namna hiyo na wanaume wenzie. Kwa sababu Oran alikuwa ni mpenzi wake japokuwa alikuwa hamtaki. Alichanganyikiwa sana. Upande wa Oran akiwa barabarani, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kumfikia Mai ambaye alimwambia kwamba atakuwa amelazwa katika hospitali gani. Aliwasili katika hospitali hiyo baada ya kubadili mavazi na kuwa msafi zaidi, maana asingeruhusiwa kuingia humo akiwa mchafu. Alitembea taratibu kwa kufuata maelekezo ya Mai. Wakati anaingia katika wodi ya kipekee iliyoonekana kuwa kama chumba ambacho kingepatikana katika hoteli ya nyota 7, Oran alidua baada ya kumuona Mai akiwa amelalia kitanda cha kifahari kabisa kama malkia. Alionekana kuwa na kila kitu alichohitaji, lakini alikuwa amekonda sana ndani ya siku 5 tu. Oran alijihisi kulia. Kitu pekee ambacho angefanya Mai ni kukimbia mara moja na kumkumbatia Oran. Alimmisi sana. Alihisi furaha baada ya kumuona. Oran pia alimkumbatia Mai na mara moja akambusu. Mai alikuwa ni mtulivu kwenye busu la Oran kupita kiasi. Alikuwa akiumia rohoni kukaa bila Oran kwa sababu ni mwanaume ambaye anampenda kupita maelezo. Alijiuliza anawezaje kuvumilia kulala kando na mtu mbaya kama Charles. Hilo swala lilimtia kichefuchefu hata hivyo. Lakini moyo wake ulisuhuzika kiasi na akahisi afueni baada ya kumuona Oran. Wewe ni mzima Oran wangu. Alizungumza huku akishika mikono ya Oran ambaye alikuwa akipenda kujitupia kila alipohitaji kumbato. Ndiyo, mimi ni mzima Mai na siwezi kufa kama bado sijapata mtoto na wewe. Si unakumbuka hilo? Mimi siwezi kufa. Aliongea Oran kwa kujiamini na tabasamu pana huku akimbusu Mai kwenye paji la uso wake. Mai naye alitabasamu kweli. Ni ahadi nyingi ambazo walipeana na Oran tangu walipokuwa kwenye mahusiano. Ni vigumu sana kuwatenganisha watu hao wawili. Oran ameanza utani. Kila mara nahisi kulia mimi, nahisi kufa, nakosa kupumua. Aliongea na kuanza kulia mara moja. Oran alimketisha kitandani kisha naye akakaa kando yake. Mara moja akamlaza kwenye mapaja yake kisha akamuuliza, "Mpenzi, unaumwa nini kwani? Huyo mjinga amekupiga?" Alipouliza hivyo, alimwangalia kwa mapenzi machoni. "Hapana Oran, kukaa kando yake ni sawa na ugonjwa tosha. Yeye ni kirusi kwangu, niokoe tafadhali." Aliongea Mai akiwa na huzuni mno. Alikosa kauli baada ya kugundua kwamba Oran hana uwezo wote wa kumsaidia. "Ni sawa, najua hauwezi kunisaidia kwa kuwa hauna uwezo. Lakini unanipenda, utaniacha hapa kweli?" Aliongea Mai na kumtazama Oran ambaye alikosa majibu kisha akaunguruma. "Una uwezo wa kuniokoa Oran. Kwa nini hautaki kuwa mwelewa?" Mara moja Mai alijiinua kutoka kwa Oran na kusimama kando akiwa mlegevu mwili mzima. Oran alimtazama namna alivyoonekana kukonda mpaka shepu yake nzuri ilianza kuharibika. Hapo hapo akakumbuka kwamba Mai kamlaumu kwamba anaweza kumsaidia, lakini kivipi? Akamuuliza swali, "Unamaanisha nini?" "Ni kweli kabisa siwezi kukuacha na Charles. Lakini nitatafuta namna ya kukuokoa pia." "Utatafuta saa ngapi Oran? Una nafasi sasa hivi. Mkubali Madam Fantans mara moja. Kubali kuwa mwanae. Nitaweza kuvumilia kila kitu kwa muda wa miaka 3 mpaka utakapokuwa na nguvu, na baada ya hapo sitaweza kuvumilia zaidi. Nitajiondoa mara moja kama nilivyofanya kule Uswizi." Hapo Oran alijihisi kama kichaa. Ina maana Mai alikuwa anajaribu kujidhuru. Akamuuliza, "Ina maana ulitaka kufa? Ulitaka kufa na kuniacha peke yangu?" Oran aliuliza kwa maumivu sana. "Ningefanya nini baada ya kupoteza matumaini juu yako Oran? Mimi nilijua umekufa. Alinitishia kwamba atakuua."
kwa kuwa hauna chochote anaweza kufanya lolote juu yako. Na mimi nakubali kuishi naye kwa ajili yako. Kwa nini usifanye hivi kwa ajili yangu pia? Alipumua kwa maumivu kisha akamwangalia Oran ambaye uso wake ulimshuka. Ni kweli Maya anampenda sana. Mpaka alitaka kujidhuru kwa sababu yake tu. Kwa nini sasa alitaka kufa? Kwa sababu na yeye pia asingekuwa na sababu ya kuwepo duniani bila Mai. Usiwahi kufikiria kufanya hivyo tena, sawa? Unajua sina chochote kile zaidi ya wewe hapa. Sasa ukifa nitabaki na nani? Inatubidi tufe wote. Alijibu kwa wasiwasi huku akimwangalia Mai. Oran, sijaruhusu aniguse. Sitaki aharibu thamani ambayo nimeiweka kwa ajili yako muda mrefu. Naomba unisaidie jambo moja. Mai alimweleza Oran ambaye moyo wake ulikuwa na huzuni. Ghafla ulianza kurukaruka. Walipanga mipango mingi sana na Oran aliondoka akiwa na furaha baada ya kumbusu. Wakati Oran anaondoka pale, kwenye wodi ya Mai kwenye kabati ndani ya wodi alitokea Madam Fantas. Aliketi kando ya Mai ambaye alizidisha tabasamu usoni mwake. Nashukuru sana binti yangu, nashukuru kwa sababu umemwelewesha. Madam Fantas alihisi hata kumbeba juu Mai. Usinishukuru mimi madam. Nimefanya hivi kwa ajili yangu pia. Nahitaji kuishi na mpenzi wangu bila vikwazo. Najua hawezi kumshinda mnyama kama Charles akiwa hana chochote. Ndio maana nimefurahia ombi lako. Madam Fantasy alimkumbatia mara moja, akazungumza akiwa na hisia kali. Naelewa sasa kwa nini Oran mwanangu anakupenda sana. Unajua napenda kumuita Imran. Unajua nilikuwa sielewi na hata nilichukia mwanzo. Lakini baada ya kuyaona mapenzi yenu, kweli alistahili kunikataa kila mara. Sasa jiandae kwa safari. Hayo mengine tutaongea zaidi. Hata hivyo utakuwa mkamwana wangu hapo baadaye. Alizungumza Madam Fantasy na kumkalisha kitandani tena. Maya alijihisi furaha mno baada ya kupata tumaini kubwa kutoka kwa Madam Fantasy. Madam alimwaga na kuondoka mara moja akiwa ni mwenye furaha sana. Upande wa Oran akiwa barabarani baada ya kuondoka pale hospitali alijikuta akitabasamu tu. Mara moja alipata wazo la kwenda kuonana na Madam. Aliitisha pikipiki iliyokuwa karibu na kupanda mara moja. Pikipiki ilikimbia kwa mwendo kadhaa baada ya kuacha barabara ya watu wengi. Mara moja ilichukua nafasi katika barabara ya msituni. Oran alishtuka. Akamuuliza, una kichaa? Kwani unajaribu kunipeleka wapi? Lakini yule kijana aliyekuwa kwenye pikipiki alikosa neno. Alijua mwenyewe ni wapi Oran alifaa kwenda. Oran hakutaka kuwa mzembe kiasi hicho. Alimvuta mara moja kwa nyuma na kusababisha yule dereva kukosa uelekeo. Aliruka haraka kutoka juu ya pikipiki na akarukia upande wa pili kabisa. Lakini hakujua kama alikuwa akifuatiwa na kundi kubwa zaidi. Dereva wa pikipiki alipata ajali hapo hapo na haikujulikana kama atabaki hai ama la, kwa sababu pikipiki yake ilimburuta kweli na ilipelekea kupata athari kubwa sana kichwani. Lakini watu hao walidhamiria kumfanyia kitendo kibaya sana. Yalifika magari matatu kwa mkupuo na wakateremka wanaume 7 na mara moja wakaanza kumfuata yeye. Oran hakuwa na njia nyingine ya kujisaidia zaidi ya kukimbia tu. Alikimbia uelekeo wa porini angalau apate hata chaka la kujificha, lakini haikuwa rahisi kwa sababu wale wanaume walikuwa na kasi kubwa sana. Wakati hayo yote yakiendelea, kuna mwanaume mmoja alikuwa akimfuatilia Oran toka mwanzo. Alionekana kwenye gari yake akitazama tukio zima. Na mara moja alichomoa simu yake na kupiga mahali. Oran mara moja alikamatwa, lakini hakutaka kuwa mzembe. Alianza kupigana na wale mabouncer 7 ambao walimtokea. Akiwa hana hili wala lile katika kupigana, alifika Yolanda na wanaume 3 ambao na wao pia walianza kumsaidia Oran. Oran alishtuka sana. Ina maana Yolanda alitambua hilo kwamba atavamiwa na hata akaja na msaada. Ghafla alianza kumshuku, lakini hilo halikuwa na umuhimu kwa wakati huo. Alitakiwa apambanie uhai wake kwanza, maana alitambua kabisa hizi ni njama ambazo alikuwa akatumiwa na Charles ili kumteketeza. Oran, usijali, nitakusaidia na kuahidi. Yolanda alizungumza huku akimtoa Oran kwenye kaba ambao alikabwa na mwanaume mmoja hivi mnene mwenye misuli.
Yule mwanaume alimdharau Yolanda kwa kuwa alikuwa na mwanamke, kwa hiyo alimsukumia mbali huko. Oran alichukia kuona mwanamke akionewa, tena mwanamke aliyemfahamu. Alijitutumua na kujitoa kwenye mikono ya yule bouncer. Lakini Yolanda aliliona hilo na alijua kabisa huu mziki kwa Oran ni mzito sana. Kwa hiyo alimuomba wakimbie pale. Oran, naomba tukimbie tafadhali, hawa sio watu wazuri. Niliona wakikufuatilia ulipokuwa unatoka nyumbani kwako. Haupo salama kila wakati. Angalau kidogo Oran alipumua baada ya kujua kwamba Yolanda hakufahamu kitu chochote. Mara moja walianza kukimbia. Walipoanza kukimbia wale wanaume hawakuwa wameumizwa sana. Waliwakimbiza, lakini Oran na Yolanda walikimbia sana. Suluhisho pekee ambalo lilibaki lilikuwa ni kuwapiga risasi tu. Yolanda akiwa kulia, Oran akiwa kushoto. Risasi ilichomoka kutoka katika bastola ya bouncer mmoja na kulenga moja kwa moja kwenye mguu wa Oran. Bang! Mlio wa risasi ulisikika kwenye masikio ya kila aliyekuwa karibu na eneo hilo. Yolanda mara moja alisimama kwa mshtuko, huku Oran akishuka chini taratibu. Orhan! Yolanda aliishia kupiga kelele tu. Mwanaume aliyekuwa kwenye gari akifuatilia mchezo alishtuka baada ya kusikia jina la Oran limetajwa. Alivurugwa na mara moja akachukua binokula yake pale akaangalia msituni. Aliona kundi la wanaume 6 wenye nguvu likiwa linatembea kuelekea mbele. Alisimamisha binokula yake na kushuhudia mwanamke akijaribu kumwinua Oran ili waweze kukimbia, lakini Oran alikuwa na hitilafu kwenye mguu wake. Mwanaume huyo kidogo alishusha pumzi zake na kuzidi kuchunguza. Ndipo wale mabonso walimfikia Oran na wawili wakamnyanyua na kuanza kumburuta, huku mwanaume mwingine akimbeba Yolanda kama kifaranga cha kuku. Mara moja alirudisha darubini yake, akaegemeza kichwa chake kwenye usukani. Ina maana hawana mpango wa kumuua. Sasa lengo lao haswa ni nini? Na wanampeleka wapi huko? Watamfanya nini? Hakupata jibu zaidi ya kuangalia muda kwenye saa yake. Akaanza kuchezesha vidole vyake haraka haraka kama mtu aliyekosa subra. Oran mbele ya jengo moja chakavu sana. Alilikumbuka vema sana hilo jengo ambalo mwanzo lilikuwa zuri tu, lakini kufuatana na matukio yasiyoeleweka ya kila mara, jengo hilo dogo lilikuwa limechakaa na kuwa baya. Mara moja alitupa macho yake mbele akiwa na maumivu mguuni mwake, huku damu zikimshuka. Yolanda pia alipigishwa magoti mbele. Niachieni! Yolanda alikuwa na jeuri, hata wakati huo hakuweza kabisa kufunga mdomo wake. Unaonekana kujiamini sana. Alicheka na kuzungumza mwanaume ambaye alikuwa amekaa kwenye kiti na amewapa mgongo, huku mkononi mwake akiwa na sigara na mkono mwingine akiwa na bastola. Mara moja alizungusha kiti alichokuwa amekalia na kuageukia. Yolanda aliuhisi moyo wake utapasuka na akabakia maiti tu baada ya kumuona Charles. Aliogopa, maana aliahidi kabisa kwamba angemharibu Oran kabisa. Oran hakushtuka baada ya kumuona Charles kwa sababu alitambua tangu mwanzo kwamba ni yeye aliyekuwa akijaribu kumteka. Aliishia tu kumtazama kwa hasira na kulaumu, kwa nini mdudu kama huyu anaishi duniani? Najua unawaza sana kwa nini nimekuleta hapa. Alizungumza Charles na kuangalia vijana wake ambao mara moja walimnyakua Oran kutoka chini na kuanza kumvua nguo zake. Oran hakuelewa watu hao wanataka nini. Unajaribu kufanya nini? Acheni huu ujinga mara moja ise. Alifoka Oran, lakini hakuwa na chochote cha kufanya kwa sababu alikuwa pia amejeruhiwa mguu. Yolanda kwa upande wake hakuweza kuvumilia na mara moja akaingilia kati. Akaanza kuangata wale wanaume ambao wanajaribu kumdhuru Oran. Charles alimfuata Yolanda na kumwasha kofi la kiume. Kwa kweli lile kofi lilikuwa ni zito kiasi kwamba Yolanda hakuweza kuhimili. Alidondoka chini na kuzimia mara moja. Wewe ni mbwa kiasi gani? Hauna hata huruma kwa mwanamke? Alifoka Oran huku akijaribu kuutetea utu wake kwa sababu tayari alielewa kwamba wanaume wale walitaka kumfanya kitu gani. Walifanikiwa kumvua nguo zote na kumwacha akiwa mtupu kabisa. Watu wale wasivyo na huruma waliweza kumlaza Oran kifudifudi, na wao pia wakaanza kuzipunguza za kwao mara moja baada ya nyingine. Oran alibaki akipiga kelele kumlaani Charles, huku akiwa haamini kama angekumbwa na hilo tukio. Subirini, alizungumza Charles baada ya kuangalia wanaume wenye uchu
wa kutaka kumfanyia kitendo cha kinyama mwenzao. Alisogea mbele ya sura nzuri ya Oran ambayo ilikosa tumaini. Yote hayo ilitokea kwa kuwa hakuwa na nguvu wala pesa. Hakika pesa ni zaidi ya chochote. Taratibu Bwana Charles alishikilia kidevu cha Oran na kumuinua huku akimtazama usoni kwa dharau sana, ambaye alikuwa amelazwa kifudifudi pale. Oran alikasirika kwa kweli. Alitamani hata angeweza kummeza kama angekuwa volkano. Lakini bado hata adhabu hiyo singemtosha huyo mwanaume. Najua unawaza kuhusu kinachoenda kutokea, lakini usijali. Mimi ni mtu mwenye nidhamu kidogo. Usijali. Nitamuondoa huyo mwanamke hapo. Nina wasiwasi anaweza kuamka na kushuhudia tukio la kuhuzunisha machoni pake. Licha ya hayo, sitamfanya kitu japo amejaribu kwenda kinyume na mimi, kwa hisani ya watu wangu ambao watafurahia mwili wako. Aliinuka na kuweka mikono yake mfukoni kisha akaongea kwa kujiamini sana. Na kuhusu mimi, siwezi kutazama hichi kitendo cha binadamu na mbwa kama wewe. Naweza tu kuyaosha macho yangu kwa kutazama mwili wa mke wangu Maya usiku wa leo. Oran alijihisi kufariki. Alitamani kufa mara moja kuliko angefanywa ukatili. Istoshi aliongea mambo mengi na Maya mchana wa siku hiyo. Iweje sasa leo hii aweze kufanywa hivyo? Ni bora afe na akubali kuwa ameshindwa tayari kuliko kufanywa huo unyama. Hauna la kuongea? Ni kweli kwamba umeniruhusu niondoke bila neno lolote? Charles alimuuliza Oran ambaye alikuwa akihisi kizunguzungu baada ya kupoteza damu nyingi sana kwenye mguu wake. Kwa machungu na macho ya kuchukiza, aliweza kuinua kichwa chake akamtazama Charles na kuzungumza. Usijali kuhusu mimi Charles. Omba zaidi nife katika hili tukio, maana sina cha kupoteza. Ila ikatokea nimebaki hai. Haijalishi nitakuwa mtu gani kwa wakati mmoja, lakini msiombe niwe hai. Yaani omba nisibaki hai. Ikitokea nitabaki hai. Oran alishindwa kabisa azungumze kipi. Charles aliweza tu kumkanyaga kichwani na kiatu chake, kisha akatoa mguu wake na kumpiga teke la uso. Kwa kweli alikuwa ni maumivu makubwa sana kwake. Aliweza kuondoka na kumsogeza Yoranda. Alimnyanyua na kuondoka taratibu huku akitoa neno. Jamani Masela, hakikisheni mnafurahia. Alipandisha midomo yake kwa kejeli, akapotea kwa kupita njia nyingine kabisa akiwa na walinzi kadhaa. Baada ya yeye kuondoka pale, Oran alikuwa akijirusha akiwa anatamani kujiokoa. Lakini mwanaume mmoja asiye na haya alijitayarisha kabisa na kutaka kuongoza lile jambo. Mwili wetu bado kabisa sildi, yani mwili wetu sildi kabisa. Hakika maneno haya yalimuumiza Oran ambaye alikuwa akipiga kelele kwa nguvu. Kwa hiyo tumshughulikie vyema ili asitusumbue. Mwingine alizungumza kwa dhihaka. Oran alitamani kuumeza ulimi wake ili afe. Mishipa ya shingo yake ilikakamaa kwa nguvu na hata akashindwa kupumua vizuri, maana macho yake yalitoka ndani na kuwa mekundu kabisa. Akiwa amekata tamaa, mwanaume mmoja alikuwa nyuma yake akijaribu kufanya mambo yake pale. Alishtuka baada ya kuhisi maumivu makali sana mgongoni mwake. Ni kweli ilikuwa lazima yeye kupata maumivu, maana mlio uliotoka hapo ulikuwa ni mlio wa bang. Yaani hapo kilichotokea ni kwamba ulikuwa ni mlio wa risasi. Wanaume wale mabouncer walishtuka mno. Haraka waligeuka kuangalia nyuma yao. Hawakuamini kukutana na nyuso za watu watatu, mwanaume mmoja pamoja na mabinti wawili wa makamu ambao walivalia suruali na koti za suti safi za kijeshi. Kichwani mwao walivaa kofia kana kwamba walikuwa marubani. Walishikilia bastola mikononi mwao. Oran mara moja aligeuza uso wake na kuangalia nyuma. Ndipo alipogundua kwamba amepata ukombozi wa ghafla sana. Alijihisi furaha sana moyoni mwake. Alijitahidi kujivuta mpaka akanyakua suruali ya mwanaume mmoja kati ya wale ambao walijaribu kumfanyia tukio baya. Akazungusha kiunoni mwake ili kujistiri. Alibaki kutazama show la kibabe, maana wale watu watatu wakiongozwa na mwanaume mmoja aliyevaa suti ya kijivu ambaye alikuwa kwenye gari akimfuatilia Oran tangu mwanzo, waliweka chini bastola zao na mara moja wakaanza kupigana kwa mikono na mateke kadiri walivyoweza.
Mabaunsa watano waliokuwa wamesalia kati ya 7 hawakuweza kumudu kupigana na wale washambuliaji watatu. Hakika walikuwa imara sana kupita kiasi kwa mabaunsa wale. Walishindwa kuvumilia na mara moja walivaa nguo zao na kukimbia. Wadada wale wawili hawakuweza kuwaacha kwa sababu hawafai kubaki hai. Na hata wakiwa hai, basi hata wapate ulemavu tu. Yule mwanaume ambaye alikuwa kavaa suti ya kijivu mara moja alimkimbilia Oran na kumpatia koti lake la suti huku akilalamika sana. Samahani bwana mdogo, tumekuja kwa kuchelewa. Tungewahi kidogo wasingeweza kukuvua hata nguo. Oran alibaki akiwatazama tu na mara moja alimuelewa huyo mwanaume kwamba katokea wapi. Ndiyo, bila shaka alikuwa katokea kwa Madam Fantasy. Madam Fantasy amekutuma sio? Alipata sura ya majuto na akainamisha sura yake baada ya kuvishwa suruali. Angalau sasa anaweza kuheshimu uamuzi wake. Aliongea huku akishika uso wake kwa maumivu na kuzungumza. Bila yeye leo mimi siamini kama leo hii kidogo ningegeuzwa mtu wa ajabu sana. Aliongea kwa sauti ya kukata tamaa kabisa. Kila alipojaribu kulifikiria hilo swala, alipoteza matumaini kabisa. Kwa kuwa alikuwa akivuja damu sana, alihisi mwili wake ukikosa nguvu na mara moja tu alidondoka nyuma kama mzigo na alipoteza fahamu. Mwanaume aliyevaa suti alihisi kuchanganyikiwa na mara moja akainama na kumwinua kisha akamweka begani. Alisogea mlangoni alipokutana na wadada wawili wakimsubiri pale. "Mmemaliza kazi vyema?" "Ndiyo," walijibu kwa kujiamini na kuchukua bastola zao kisha wakaondoka pale. Upande wa pili, Mai aliruhusiwa hospitalini na alifuata na mume wake Charles. Hakika Charles alionekana mtanashati mbele ya macho ya watu wengi sana. Alivutia sana. Alipofika alimshika Mai ambaye nguo zake zilimlegea kwa kiwango kikubwa. Ilikuwa ni majira ya 1:30 pale ambapo Mai aliingia kwenye gari ya kifahari ya mume wake Charles. Alionekana kuwa mtulivu sana siku hiyo na hakuwa mwenye papara kabisa. Moyoni mwake alikuwa na mpango madhubuti. Gari ilitembea akiwa anaongea na Charles japo sio kwa kupenda. Wakiwa barabarani, Charles alijaribu kumshika mkono huku akiwa na furaha sana, kwa sababu aliamini kabisa kwamba mpaka sasa hivi Oran atakuwa ameshaharibiwa kabisa. Kwa hiyo asingemsogelea Mai tena. Na itakuwa nafasi ya yeye kumfanya Mai ampende. Upo kimya sana mke wangu." Kawaida tu bwana," Mai alijibu na hakutaka kujishughulisha naye kabisa. Zaidi sana alimwangalia mtu aliyekuwa amekaa siti ya mbele na kuzungumza. "Kaka, una furaha sana kwa kuwa sasa unatembelea gari ya kifahari na shemeji yako kipenzi Charles, si ndio?" Gabu alijihisi kijeli ikimpita usoni mwake. Charles hakuwa shemeji yake kipenzi, isipokuwa alitamani kupata maisha mazuri na ya kifahari na pia kutoka kwenye uyatima tu. Na sasa kwa nini asingefanya mpango wa Mai akaolewa na tajiri huyo na waondekane na umaskini mara moja? Hata hivyo bwana, nakuona unafurahia sana na bwana Charles. Haoni kwamba unakula maisha mazuri kama ni upendo unapata? Eti dada, unafaa kumshukuru, maana ni wanawake wachache sana wanaopata nafasi kama hii. Alizungumza na kumfanya Mai atamani kumuua. Ni kweli alipoa furaha. Furaha gani ya mfumo huo? Alitabasamu na kukosa la kuzungumza kisha akapigia kimya. Wakiwa katika safari yao hiyo, Charles alipitisha mkono wake kwenye mwili wa Mai. Mai alijisikia kumtapika mwanaume ambaye analazimisha upendo. Lakini alipata tabasamu baada ya kuona kuna gari mbili zinapita kando yao kwa mwendo wa mashaka. Hakika Mai alihisi furaha sana. Gari moja ilikuwa mbele ikiwa na mwendo wa kupinda-pinda, huku gari nyingine ikiwa nyuma ikitembea kwa haraka na kupiga honi kila mara. Dereva alikuwa akiendesha gari alihisi kupagawa. Hivi ni nani huyo anathubutu kucheza na mimi? Alihoji Charles kwa hasira na mara moja akaamuru gari isimame. Watu wote waliteremka kwenye gari isipokuwa Mai peke yake tu. "Kwa nini mnatembea kama walevi?" Gabu alimhoji dereva aliyekuwa kwenye gari mbele yake. Mara moja akatimia mate na kujibiwa. "Hii sio barabara ya bwanako." Gabu alihisi kupagawa. Ina maana alionekana kama kibaraka wa mtu. Ndipo sasa gari iliyokuwa nyuma yao ilionekana kuondoka kwa kasi sana. Wakati huo Charles alikuwa ameegemea katika gari
Alishtuka mara moja baada ya kuhisi kimya kirefu mno ndani ya gari. Hakuamini baada ya kuona siti ikiwa tupu. Aliingia kwenye gari lake ili aangalie kwenye kamera kuna nini. Mbele ya macho yake aliona mpenzi wake ama mke wake akipewa dawa na akazimishwa na akabebwa. Gabson haraka sana aliongea kwa shauku akitamani hata kulivunja lile gari. Ndugu wangu atakuwa wapi bwana Charles? Na hofia zaidi juu yake. Kwani umemkosea nani kwenye biashara zako ndugu yangu? Alifoka Gabson baada ya kujua ukweli. Na aliongea bila ya uoga na kumtolea Charles hasira zake zote. Utakuwa umerukwa na akili wewe. Unafahamu fika nampenda Mai, unadhani nitamwacha atoweke? Majibu hayo hayakuwa na faida kwa wakati huo. Zaidi sana walifaa kuwaza namna ya kumpata huyo mwanamke. Naam, msikilizaji, mambo yanazidi kupamba moto. Mai katoweka na ni kwa nini alitabasamu? Ina maana ulikuwa ni mpango wao, pengine walijipanga kwa namna hiyo. Mai amechukuliwa na nani? Bila shaka mimi nahisi atakuwa amechukuliwa na Madam Fantas kama sikosei. Vipi? Charles atakubali? Na vipi kuhusu Yolanda? Atakubali kuhusu Mai na Oran warudiane wakati yeye anampenda sana Oran? Msikilizaji, mimi sina la ziada. Kujua ni kipi ambacho kitajiri kwenye mkasa huu mzuri na wa kusisimua, tukutane wakati ujao ndani ya Dada B Simulizi Channel. Lakini kwa wale ambao bado hawajasubscribe, msikilizaji, tafadhali subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Dada B Simulizi Channel. Pia naomba pia msikilizaji usisikilize tu hivi hivi simulizi zetu, na kuomba like, comment ambacho umejifunza, ambacho kimekukera kwenye simulizi, ambacho unapenda kiboreshwe, ambacho unapenda kiwekwe vizuri, basi usiache kucomment msikilizaji. Mimi nikushukuru kuwa nami kuanzia mwanzo wa sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri mpaka hapa tulipofikia. Tukutane wakati ujao na kwaheri.